mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani, na mimi mbele yangu niko na jopo la mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Hapo unaimuona hapo yuko JB 64, lakini pia vile yuko Mnandi. Wamekutana bwana. Ndugu yangu, mmekutana? Siku zote wanaopika chungu kimoja, hata kama wakazunguka kule, lazima siku watakutana, maisha yataendelea. Sasa leo chungu kinapasuka. Leo chungu kinapasuka. Vipi ndugu yangu? Chungu lazima kibasti leo. Chungu lazima kibasti. Bwana, tuanzie hapa bwana kwa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Ziko taarifa nyingi, lakini tuanzie hapa kuhusiana na gari la klabu ya soka ya Simba Sports Club. Jerut amepiga picha, lakini pia vile amewaambia wana Simba gari ndio hili hapo, liko njiani linakuja. Sisi hatutaki stori za gari sasa hizi. Sisi tunahitaji timu iliyokuwa bora uwanjani. Tunahitaji viongozi waliokuwa bora kwenye kuongoza timu yetu. Hao ndio tunawahitaji. Swala la gari, swala si la uwanja, saizi hatuhitaji. Azamu saizi wana kila kitu, lakini ukiombea kwenye mafanikio wanazungumzwa. Manake bado hajaanza kufanya vizuri kwenye pitch. Pitch ndio inakushawishi kila kitu. Hivyo vote ni vitu vya ziada. Sasa tunaita viungo vya pilau hivyo. Hivyo ni viungo vya pilau. Tunahitaji wachezaji wenye ubora. Wenzetu sasa hivi mchezaji ukiona anamulikwa na Simba, kesho wameshapanda ndege wameenda kumchukua. Sasa hii inaonekana kwamba sisi tumeshakuwa scout. Wenzetu kwenda kufanya maamuzi. Kwa hiyo sisi tumekuwa hatuna viongozi wa kufanya maamuzi sasa hivi. Sasa hivi tuna viongozi wa kutengeneza mazingira watu wakafanya maamuzi. Sasa tunahitaji viongozi waliokuwa sahihi. Kwa hiyo jambo kubwa tunalihitaji sasa hivi. Naona hapa kama watu tunasauliana hapa watu basi na nini? Tunahitaji uchaguzi. Unahitaji? Uchaguzi, muda ushafika. Kidile Mwali kivika. Mzalamo Kalonga. Sasa kama Kidile Mwali kimefika, mbona tuone Mtama kubambikwa? Manake shughuli si bado. Mtama ukibambikwa manake shughuli wiki ijayo. Mtama hujabambikwa. Tunahitaji sasa hizi ipigwe mbiu kwamba uchaguzi tarehe fulani. Ndio tunachokitaka sisi sasa hizi, kwa sababu uongozi wameshamaliza muda wao. Wako kimya mpaka sasa hizi watutangazie kwamba uchaguzi ni mwezi gani. Takati taarifa tunayojua sisi uchaguzi ni tarehe 29 mwezi wa kwanza. Lazima ufanyike. Lakini mpaka sasa kuko kimya, hatuna taarifa yoyote kama umesogezwa mbele ama la. Tupewe taarifa ya uchaguzi. Simba akili yao iko kwenye michuano ya kimataifa. Michuano ya kimataifa ipo, lakini utaratibu lazima ufuate. Michuano ya kimataifa hauwezi kusababisha sisi tusifanye shughuli zetu za klabu yetu. Kwani tumefanya mkutano, tuna mechi. Ngoja Mnandi nimkumbushe, kama kigezo ni timu ya taifa ndio unazungumzia swala hili. Sawa, mashindano ya kimataifa. Unakumbuka ulitishwa mkutano kesho tunacheza mechi? Unakumbuka? Nakumbuka. Tumeitisha mkutano tarehe 30 na tarehe 30 hiyo tunacheza mechi. Au umesahau? Au ilikuwa mechi ndondoka hapo ile? Si ilikuwa mechi ya kimataifa? Tunachohitaji uchaguzi. Tunachojua sisi uchaguzi ni mwaka huu. Hiyo habari ya kutuambia uchaguzi 2027 hatujui. Sisi tunajua uchaguzi ni 2026. Na tarehe 5, nyinyi mbona waandishi wa habari amuulizi tarehe 5? Tarehe 5 kwani kulikuwa na nini tarehe 5 mwezi wa kwanza? Wewe unajua tuliambiwa nini kwenye mkutano? Mwekezaji kiongozi kwa upande wa mashabiki alizungumza Murtaza Mangungu. Alisemaje? Kadi za wanachama zitakuwa ziko tayari. Sasa nyinyi mbona kila siku mnakuja kutuoja mtuulizi mpaka tuwakumbushe? Ina maana na nyinyi mnatumika waandishi wa habari. Tarehe 5 mwezi wa kwanza alisema iwe taratibu zimekamilika asijakamilika. Lakini kadi za wanachama zitafanya nini? Zitatolewa. Sasa hili mbona haumnandi na wewe mwanangu umekula rushwa? Sikuelewi. Ndio naelekea huko. Au kwa sababu una kadi si hatuna kadi? Naelekea huko sijala rushwa. Nipo kwenye ukumbi nilikuwepo na katika mtu ambaye kamtaja mule, kammulika kidole. Mimi ni mmoja wapo, mmoja hajanitaja jina. Sababu kuna mtu kauliza swali lakini kamwambiaje, wewe kama una bifu na mimi tukutane kwenye uchaguzi. Kiongozi bora, kiongozi mweledi hawezi kumjibu mwanachama wake vile kwenye mkutano. Jibu kile alichokiuliza. Kiko sahihi ama hakiko sahihi, lakini usiende kusema kama una shida mimi tukutane kwenye uchaguzi. Sasa wewe unapozungumzia swala la kadi katuambia tarehe 5. Tarehe 5 ya mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza wa mwaka gani? 2028 au na 30? Kwa sababu tarehe 5 ishapita. Leo tuko kwenye tarehe 14. Siku ngapi zishapita hapo? Kama kuna emergency wangesema bwana kuna emergency imesababisha hizo kadi mpaka sasa hivi. Mfumo umezingua hazianza kutoka. Atoe taarifa, sio anakaa kimya. Watu wanataka kadi kujiunga na Simba yao. Sio kama mashabiki. Hao wanajiunga kwenye mashabiki. Hawaendi kwenye mkutano. Mashabiki wote ambao matao yamefunguliwa mikoani kote. Hakuna shabiki yoyote aliingia kwenye ukumbi pale. Ulimuona pale? Ulimuona pale ukumbini kwenye mkutano wa tarehe 30? Alisema ni wanachama. Kwa wale mashabiki manake hawana haki ya kuingia kwenye mkutano. Si ndio katiba inavyosema? Mshabiki yeye atatambulika kikatiba, lakini haingii kwenye mkutano. Kwa hiyo wanasajili mashabiki tu, lakini hawataki wanachama, kwa sababu tukishakuwa wengi tutaenda kujaji mafanikio na maendeleo ya klabu yetu. Tuliokuwa wachache hata 1000 tu kufika pale. Mkutano kwa uwalisha juu kwa juu kama mkoloni. Je, wote wale waliofunguliwa matawi mikoa mizima yote wangekuwepo pale ingekuwaje? Kwa hiyo naamini binafsi hizo kadi zitoke, kwa sababu katangaza mwenyewe tarehe 5 imeshapita. Toa kadi. Umeshindwa kutoa kadi, kaa pembeni.
Sio naenda kutusajilia kina Mwangosi saizi kutufunika. Kaa pembeni kama umeshindwa kutoa kadi. Na kama umeshindwa kuitisha mkutano, mapema kaeni pembeni. Sisi tuchague watu wakae pale, waitishe mkutano. Sawa? Kuchanika kwa jamvi sio mwisho wa maongezi. Kwa hiyo mkiondoka nyinyi, watu watakaimu nafasi kwa muda huu, wataenda kutuitishia uchaguzi na viongozi waliokuwa sahihi watakuja kuchukua fomu na sisi tutawaangalia, je, hawa wanatosha kuwa Simba? Sio je na CV zako, sio mimi nimesoma Ulaya. Si nimesoma Masaki Oysterbay, upati uongozi Simba. Tunamhitaji mtu mwenye mapenzi na klabu ya Simba ndio akaiongoze Simba. Hicho ndio tunachokihitaji sasa hivi. Kabla hatujasimama kuongea chochote kuelekea kwenye michezo yetu, tunataka kauli kutoka kwao. Ile ya kadi tarehe 5 na tarehe ya uchaguzi, hivyo vitu tunataka kuvisikia sasa hivi. Kabla ya mchezo tarehe 23. Video Express de Tunis kule away. Kauli tunaitaka kwa viongozi wetu sasa hivi. Uchaguzi ni tarehe ngapi ya mwezi wa ngapi? Tunataka kujua sasa hivi. Jambo la pili, tujue zile kadi alizotangaza Muntaza Mangungu kuanzia tarehe 5 ya mwezi wa kwanza zitatolewa kwa wanachama ambaye bado hawajajisajili. Tunataka kauli hizo mbili kabla ya kuelekea kwenye mchezo wa tarehe 23. Ile la tarehe 5 kadi mpaka sasa hazijatoka. Ikifika mpaka tarehe 29 tarehe ya mkutano hujatoka. Nyie kama mashabiki wa Simba, mtachukua maamuzi gani? Tutajua hapo. Si umeelewa eh? Tutajua hapo. Hata mtoto wako nyumbani unapomwahidi leo kuna pilau. Sijui umeelewa eh? Akaliandaa tumbo lake kwa ajili ya pilau, alafu hujapika pilau. Wewe unapofikiria mtoto utamwekea miogo wale. Kwa hiyo sisi tunachohitaji kabla ya tarehe 29 mechi ya marudiano na Experience de Tunis. Najua ni mechi ambayo itahitaji mashabiki. Tunahitaji tamko la kuhusu kadi, tunahitaji tamko la uchaguzi litoke, tujue uchaguzi wetu lini. Ili tujipange. Tunataka wana Simba wenye hasira ndio wanatakiwa waende uwanja wa Taifa kwenda kuisupport timu na Experience de Tunis pale. Sio tunaingiza tu watu wasiokuwa na uelewa. Hii timu sio timu ya watu maskini. Sasa hivi mpaka sasa hivi wenzetu wanasajili, tunaona. Tumemhitaji Alan Okello tumemkosa. Wenzetu upande wa pili wamepita naye. Na maana kama tatizo ni hela, kama umesajili wanachama 100,000, una bilioni ngapi? Unashindwa kumsajili Alan Okello milioni 250, milioni 300 mpaka 400. Ina maana shida wanaitaka wao. Kwa nini hamtaki wanachama wapya? Tunachohitaji ni kadi za wanachama zitoke. Tumechoka kusumbuliwa huko wapi? Mitaani na mashabiki ambao tayari tumewahamasisha wamekata kadi za mashabiki, lakini mwisho wa siku kadi za wanachama mpaka leo hawatoi, kwa sababu waliweka utaratibu ili upate kadi ya wanachama uwe na kadi ya nini? Ya mashabiki. Na tayari watu tumeshawafanya nini? Tumeshawaambia. Na ili zoezi limesitisha mpaka limesababisha hawa CRDB na NMB sasa hivi hawapati watu. Kwa sababu gani? Watu wamechoka, wameambiwa wakate kadi za mashabiki, watasajiliwa kuwa wanachama. Mpaka sasa hivi hola. Kwa hiyo watu wana kadi zao za mashabiki, wanahitaji kuwa wanachama ili zoezi liendelee na liwe endelevu. Na hawa CRDB na NMB wapate marriage yao. Wanatakiwa Simba wafungulie kadi, kwa sababu kadi kwanza zina umuhimu kwao. Ukipata wanachama milioni 1 tayari una bilioni 35. Tungeanza kupigana kelele hapa kuhusu basi la milioni 6, bilioni 2, si bilioni ngapi, au kutengeneza uwanja wa milioni 10, bilioni 10 pale. KMC wana uwanja. Cha ajabu mpaka wale Fufuni tuliocheza nao wana uwanja bora. Pemba, Simba Sports Club timu kubwa ina mashabiki milioni 2. Bilioni 2. Na ni milioni 20. Inashindwa kupata uwanja, hivi inawezekana vipi? Kwa hiyo wao wanatakiwa watoe tamko kabla tarehe 29. Watoe tamko rasmi kuhusu swala la kadi. Walituambia tarehe 5. Hakuna kiongozi wote mpaka sasa hivi alipita. Hata kakaangu Sare Jembe amelizungumzia hili. Viongozi wa Simba wanatakiwa watoke hadharani waseme kama ulimwahidi mtu kitu hujampa, unatakiwa umpe. Wasiwe sasa kama viongozi wa kisiasa. Leo anakuahidi kiatu, akuulizi namba, akuulizi unataka kiatu cha aina gani. Akija mwaka unaofuata anakuuliza kiatu cha rangi gani. Akija mwaka unaofuata anakuuliza unataka buti au unataka laba au sandos. Akija mwaka unaofuata hakuna kitu, anataka tena kuomba kula, ndio wanafanya nini? Ndio wanakuletea hicho kiatu. Sasa sisi hayo mambo hatuyataki. Sisi tunachotaka atuambie hizi kadi zinatoka lini tena. Washatuambia tarehe 5 hola. Washatuambia, wametuahidi mambo mengi kama Jairuti alivyofanya. Jairuti yeye aliahidi basi, tayari basi ile pale tushayaona mabasi yote mawili. Basi la nini? La kuuzia jezi, na basi la nini? Zinapigwa stika South Africa. Na wao watoke watuambie, kwa sababu Jairuti amesikia watu wanaongea kuhusu ahadi zake kwamba ahadi hasijatimia. Katoka amefanya nini? Amejibu. Sasa na wao mwenyekiti wetu anatakiwa atujibu wanachama, sio magoli. Yeye mwenyekiti anatakiwa atoke atuambie hii tarehe 5 alotuambia ya inyeshe mvua inyeshe jua kwamba kadi zitatoka ziko wapi? Muntaza Mangungu atoke hadharani atuambie kwamba hii tarehe 5 imeenda wapi, ya mwezi gani? Lakini ya mwezi wa kwanza tarehe 5 ishapita, leo tarehe 14 leo. Kuna siku 9 mbele. Sasa bado sisi tunampa mpaka tarehe 29. Atuambie hizi kadi zinatoka tena lini? Kikao lini kwani?
Kikao cha si huwa Simba wao wanafanyaga kikao kila muda. Kuna kikao hapa kinabidi kifanyike. Uchaguzi mkuu wa Simba. Uchaguzi mkuu wa Simba si ndio wamefunga ndio ule. Uchaguzi ulioisha kikoloni kama alivyosema mdogo wangu hapa. Tunahitaji uchaguzi mkutano unaotakiwa sasa hivi ni mkutano kuelekea kwenye uchaguzi. Tunahitaji uchaguzi. Hatutaki mkutano mwingine. Hatutaki mkutano, sisi tunataka uchaguzi. Tunataka kadi na tunataka uchaguzi. Tupate wanachama wapya, wenye vision mpya, wenye mission mpya. Sio unang'ania tu wanachama ambao tayari umri wao ushaenda. Hata serikalini urais uwezo ukagombania umri ukishapita sehemu fulani. Sio, umeelewa? Na wanachama nao wanatakiwa wapatikane wanachama wenye umri mdogo waje kutoa new vision. Sijui umeelewa? Ndio tunachokihitaji sisi. Mimi yangu hayo tu. Tunaongelea msumari hapo leo. Umeelewa? Tunachukiza sana hii. Tunachukia kwa sababu Simba yetu tunaiona imepotea hata wewe. Wewe uchukii. Wewe idara ya habari iguswa sasa hivi. Si mtandamana nyewe kama bodaboda na wajua waandishi wa habari hamna tofauti na bodaboda nyinyi. Kamguse bodaboda barabarani pale afu uone shughuli yake. Umewagusa bodaboda wote nchi nzima. Na wanachama wa Simba sasa hivi ndio tumerudi hivyo sasa hivi. Si umeelewa? Mashabiki na wanachama wa Simba tumerudi katika mtindo huo. Ile habari ya kutugawagawa ile timu Mangungu, timu Mo, si timu nani sasa hivi haipo. Sasa hivi ni Simba nguvu moja. Kwa hiyo slogan yetu ni Simba nguvu moja. Hatuhitaji habari ya kugawana sasa hivi timu Mangungu, timu Trai, timu Magoli, si timu Trai gani, hakuna. Sasa hivi Simba nguvu moja tu. Kwa hiyo tunachohitaji ni maslahi ya Simba. Yaani kwenye maslahi ya Simba ndio sisi tulipo. Si umeelewa hapo? Kwa hiyo ndicho tunachokihitaji. Kwa mambo tunayohitaji ni mangapi? Wala hatuhitaji vitu vingine. Mimi sina shida usajili. Mimi najua timu yangu ni kubwa. Wachezaji wangu wale ni wakubwa. Wanahangaika tu kutuambia simu Kwala anaenda kwa mkopo, simu Utali anaenda kwa mkopo, sio Jonathan Soa. Hatutaki. Tunachohitaji sisi ni kadi na tunahitaji uchaguzi. Ndio utakaotujengea timu iliyokuwa bora, sio kutuletea wachezaji wengine. Wale wachezaji ni wakubwa. Wao ndio wanasababisha wachezaji waonekane wabaya. Leo kuna wachezaji wangapi wanakuja ndani ya Simba? Wanakuja na CV zao. Nani asiyejua kwa Mabudo Mutale? Alipewa jina la SGR na Medial. Nani asiyojua kwamba Joshua Mutale alitusumbua kule na Power Dynamo nje ndani? Sio, umeelewa? Nani asiyojua ubora Jonathan Soa wakati uko Singida? Mechi 13 goli 13. Kwa nini waje Simba kiwango vyao vishuke? Shida nini hapo? Shida utawala. Shida nini vipi babu? Vunja maiki hizi. Shida utawala. Wewe unauliza maswali ya kizushi. Kwani hajui? Umeelewa? Wewe unauliza maswali. Hebu unasema basi linapigwa sticker huko South Africa sio wapi? Inaweza likatua Tanzania ukasikia linaenda Jangwani. Au linauzwa. Mimi si nipo hapa. Naweza katua hapa Tanzania ukasikia linaenda Jangwani. Kama mchezaji tu mlompointi, watu wameenda wamepita nayo. Sasa hilo basi linapigwa sticker, inaweza kaja hapa akabandua kaenda kubandika sticker zao Jangwani. Kama walivyotoa siri zetu za jezi za kimataifa. Wamejibundika wako go down kwa wanabandua sticker. Mimi mwana Simba mwanachama kindakindaki sikuwa na taarifa hiyo ya ndani. Lakini wale wapika mchicha na tembele, taarifa yetu ya ndani wanaijua. Mwisho wa siku ni kweli jezi ni zile zile na anatoa nani? Wanabandua sticker. Anatoa nani? Mule ndani tuna watu ambao sio Simba. Mule kuna watu sio Simba. Kwa hiyo Jeruti anapambana kuhakikisha kwamba ahadi zake anazitimiza, lakini hao watu waliokuwepo wanamchafua. Wewe hii jezi anakuja kushushwa mpaka tunanunua shilingi 10,000, 12,000. Kwani malengo yake? Jezi ya Simba, jezi ya dola. Malengo yake. Ila kwa sababu uongozi uliokuwepo hauko imara unamwangusha. Tu kweli kabisa. Huwezi kuomba mapema hata mechi 10 hatuna, jezi ishafika mpaka 12,000. Ni kweli watu wote wanatakiwa wavae, lakini muda bado wa kuishusha jezi kufikia gharama hiyo. Wamepita wangapi sponsor? Imeshuka kwa gharama hiyo ndani ya mechi 5. Lakini mechi 5 za ligi tu jezi imeshashuka mpaka 12,000. Sio kwamba anapenda, kutokana na mazingira yaliokuwepo ya uongozi. Ndio maana yeye anafanya hivyo, kwa sababu timu inapofanya vizuri na watu ndio kuna nguvu ya kununua vifaa vao. Timu ikifanya vibaya hata kitu cha 200 wewe kukinunua kwako ni dhambi. Lakini kashusha 12,000, watu bado wana Simba wanagombania. Maana wanaamini bado wanaipenda Simba yao. Lakini hawa viongozi kunakoelekea watu wanafanya waendelee kuichukia Simba yao. Kwa sababu mechi ya Zanzibar sikufichi, katika wana Simba wameumia, mechi ya Zanzibar watu wameumia sana. Tumefungwa na under 20. Ile tumefungwa na under 20. Ile ndio imewauma watu wengi sana. Alafu viongozi wapo jukwani pale. Kisa na wao waonekana. Umefuata nini? Bora ungebaki nyumbani na familia yako tu. Unaenda kuzalilika pale, unaizalisha klabu na umekaa pale pale juu. Kama mimi ndio ningekuwa naongoza Simba saizi, nishajiuzuru. Kwani Mangungu tukati tunampa kazi Simba tumwambia tunakulipa shilingi ngapi kwa mwezi? Wewe unajua mshahara Mangungu? Tunaujua. Unajua mshahara wa wajumbe wa bodi upande wa wanachama? Shilingi ngapi? Maana upande wa Deuji si uzungumzie, maana wale wamewekwa pale. Wale inawezekana wanalipwa. Sababu wamewekwa, weka pale, hakuna alopigwa kula. Sasa unaangalia nini? Ulipwe mshahara. Katiba ya Simba inasema mwenyekiti alipwe mshahara. Mjumbe wa bodi alipwe mshahara. Wewe unaangangania nini sasa? Na wenyewe hakutaki. Kama hakuna maslahi na wenyewe hakutaki. Kaa kushoto. Kiongozi bora ni mwenye mambo manne, good forecast. Sawa, lazima uwe na maono. Viongozi wa Simba maono hawana. Si umeelewa? Lazima uwe na good coordination. You must know how to coordinate the people. Tunaongea Kiingereza kuonyesha msisitizo. Lazima ujue jinsi gani unaweza coordinate watu. Huyu ndio kiongozi bora, lakini viongozi wa Simba kazi yao kutugawagawa tu. Huyu mdogo wangu tulikuwa tushagawana.
Isingekuwa sports influencer leo tusingekutana tena. Tusingekuwa pamoja. Mimi nazungumza la kwangu, yeye anazungumza la kwake. Wanatugawa. Si umeelewa? Kiongozi bora mwenye good plan. Sasa good plan Simba ipo. Kama unashindwa kuplan kwenda kuchukua kombe la Mapinduzi, Yanga wameplan, ndio maana wamepeleka full kikosi. Wachezaji wametoka AFCON washajua kabisa. Mpaka AFCON inaisha timu inatolewa, tukirudi hapa nusu finali. Wachezaji wamerudi wamecheza finali jana. Wote umeona. Ina maana there is no good plan in Simba Sports Club. Hatukuplan, tumepeleka wachezaji under 20 tumepotea. Sio, umeelewa? Kiongozi bora ambaye yuko transparent, ana transparent and anakuwa accountable. Simba accountability haipo wala transparent haipo. Kila kitu ni siri, na ndio maana mpaka sasa hivi hata hiyo tarehe ya kadi inawezekana akazungumza Mangungu wenzia hawajui, kwa hiyo hawako transparent. Alafu wanachekeana wakiona media, lakini wakitoka kwenye uhalisia ofisini sidhani kama wanaongea. Sasa kitakachofuata tarehe 29 tunataka majibu yatoke kabla ya kwenda kwenye mechi ya nini ya Experience Tunis. Shukrani sana ndugu. Na wao walitia mikwala pale, walitia mikwala wakasema kwamba yoyote atakayotuzungumzia sisi vibaya, sawa, sisi tutadili naye. Sasa mpaka sasa wametoa matamko, mpaka sasa hajatimizwa. Nani atakuwa tudili naye? Wao au sisi wadili na sisi? Kwa hiyo mimi naamini binafsi watakuwa wasimame njia kuu, hakikisha wanaisupport club kwa namna yoyote. Wameshindwa basi watupe taulo tu pale ili ulingo uwe mweupe, si tupange majeshi mengine ili tukapigane na watu waliokuwa sahihi. Hatuwezekani tunaenda kwenye mechi za kimataifa tukiwa hatuko imara, hatuwezi kufanya vizuri. Kwa hiyo naamini mioyo ya wana Simba mpaka sasa hakuna mwana Simba ambaye anaamini saa hizi kwamba mechi ya tarehe 23 naenda kupata matokeo. Ana mechi ya tarehe 23 mimi napeleka tu uso wangu nikakandwe. Ndio kila mwana Simba anaamini hivyo mpaka sasa, kwa sababu wameshindwa kusimama imara kuhakikisha wanajipanga kuelekea kwenye michezo iliyokuwepo. Kwa hiyo naamini binafsi hayo majambo mawili ambayo tumeyazungumza hapa yanatakiwa yazungumzwe haraka iwezekanavyo kabla tarehe 23. Shukrani sana. Asante sana.